Cha usiku, hivyo unajua kuwa wewe ni mboni ya jicho langu tangu nimepata huu utajiri. Hebu acha utani wako bwana. Inawezekanaje mwanaume tajiri kama wewe ukose mwanamke? Hii sio mara ya kwanza nakwambia sababu ilionifanya nisiwe na mwanamke. Na leo nakukumbusha tena. Mimi nilikuwa busy sana elimu wakati wa ujana wangu. Na baada ya kumaliza elimu ya chuo kikuu, nilikuwa busy sana kutafuta pesa. Hivyo wanawake sikuwa na wazingatia kabisa. Ndio maana unaona mpaka leo bado sijaoa. Nimekumbuka mpenzi, lakini mimi nasubiri tu univalishe pete ya uchumba kama ulivyoniahidi. Usijali mpenzi, cha msingi kwa sasa tunatakiwa kuficha haya mahusiano ili watu hapa ofisini wasijue. Si unajua siku hizi wachawi ni wengi. Najua mpenzi, yaani hawa watu wana wivu sana. Hata hivyo tukifanikisha ndoa yetu inabidi tuhamie Marekani, maana tukiendelea kubaki hapa tutarogwa. Hilo ni wazo zuri sana mpenzi, ila tukiondoka itabidi hii kampuni niiuze au nimwachie mdogo wangu aiendeshe. Wewe unanishauri nini kwenye hili mpenzi? Mimi naona bora umwachie mdogo wako ili na yeye apate mahali pa kujipatia chochote kitu. Una akili sana cha usiku. Kumbe unamjali shemeji yako kiasi hicho? Lazima nimjali shemeji yangu. Unajua mpenzi, haitapendeza hata kidogo sisi tuende Marekani halafu tumwache mdogo wako akiwa anateseka huku. Uko sahihi mpenzi. Basi nitamwachia kampuni imsaidie kuendesha maisha yake. Okay, ngoja mimi niende ili hawa wafanyakazi wako wasije kuanza kuulizana kwa nini nimekaa muda mrefu ofisini kwako. Sawa basi, tutaongea baadaye. Sawa mpenzi. Mume wangu, mbona unahangaika hivyo? Kwani unatafuta kitu gani? We naye, hebu niache bwana. Kwani nikwambia kuna kitu natafuta? Sawa, kama hakuna unachotafuta. Lakini kama kuna kitu haukioni, ni bora uniambie. Maana mimi ndio ninayepanga vitu humu ndani. Malaika, hebu tusiharibiane siku bwana. Si nimeshakwambia uniache? Sawa, ngoja nikuache. Habari za hapa mama? Salama binti yangu, karibu sana. Asante sana mama. Ehe, ni jambo gani hilo ambalo ulikuwa unataka kuzungumza na mimi? Mama, nimegundua kuwa Sam anataka kunitoroka na kwenda kuishi Marekani na mwanamke mwingine. Una uhakika na unachokisema Malaika? Ndiyo mama, nina uhakika. Maana nimekuta pasipoti yake na pasipoti ya mwanamke ambaye anataka kutoroka naye kwenye begi lake la ofisini. Unalijua jina la huyo mwanamke anayetaka kutoroka naye? Ndiyo, huyo mwanamke anaitwa Cha Usiku. Cha Usiku si ndio yule mfanyakazi wake? Nadhani ndiyo huyo, japo mimi simfahamu. Hivi huyu kijana ana matatizo gani? Hata mimi nashindwa kuelewa mume wangu amepatwa na nini. Yaani mimi nimemvumilia kipindi chote cha umaskini wake. Leo hii anataka kunitelekeza aniache na mtoto. Usiwe na wasiwasi binti yangu. Mimi nitalishughulikia hili swala na ninakuhakikishia haendi popote kwa sababu mimi ndiye mwekezaji mkuu wa kampuni yake. Sawa mama, asante. Acha mimi nirudi nyumbani. Hapana Malaika, nisubiri tuongozane wote. Maana nataka kumfuata huko kwa ofisini kwake sasa hivi. Karibu mama. Sam. Na mama. Kwa hiyo pesa zangu nilizowekeza kwako ndo zinakufanya utake kumtoroka binti yangu, sio? Pesa zako? Wewe bibi, hebu kuwa na heshima na ofisi za watu. Wewe dada, ni bora unyamaze maana haujui chochote kinachoendelea hapa. Wewe mbona una shobo sana? Kwanza unaongea kama nani? Maana naona mnakuja tu kwenye ofisi za watu na kuanza kuleta midomo. Wewe si unataka kunifahamu? Muulize Sam mimi ni nani. Sam, huyo ni nani? Mbona na kiburi kiasi hiki? Au niwatie walinzi waje wawatoe sasa hivi? Cha Usiku tafadhali, naomba unyamaze kwa sababu huyu ni mke wangu. Mke wako? Ndiyo, ni mke wangu na huyu mama hapa ndiye mwekezaji mkuu wa kampuni yangu. Sam, kumbe umeoa. Kwa nini ulinidanganya kuwa hauna mwanamke mwingine zaidi yangu? Wewe unashangaa swala la Sam kuoa wakati yeye na mke wake wana mtoto wa miaka 5.
Sam, wewe ndo wakunifanyia hivi? Kwa kweli siwezi kuendelea kuvumilia hii fedhea. Naomba unipe pasipoti yangu na pesa zangu mimi niondoke. Nitakupa baadaye, kwa sasa pesa bado zipo kwenye akaunti ya kampuni. Kwa taarifa yenu, hamtasafiri kwenda popote kwa sababu pasipoti zenu tayari nimeshazichoma moto, na pia kuanzia sasa hivi ninajitoa kuwa mwekezaji wa kampuni yako na pesa zangu zote nazitoa. Kwa hiyo kama mnadaiana, malizaneni wenyewe. Mama, tafadhali usinifanyie hivyo. Kumbuka nina familia na mtoto wangu bado ananitegemea. Umechezea shilingi kwenye tundu la choo, Sam. Kama ni mtoto wako, mimi nitamsomesha na Malaika atapata mahitaji yake yote kama binti yangu. Lakini wewe naomba ukatafuta sehemu ya kwenda kuishi, maana sitaki kuona tena nyumbani kwa binti yangu. Usinitishe mama, kwani binti yako tu ndo ana nyumba ya kuishi? Kwa taarifa yako, nitaenda kuishi kwa mpenzi wangu cha usiku. We baba, usinizoee. Mimi sifugi mwanaume asiye na pesa nyumbani kwangu.